Irani imesumbuana sana Roma ya Mashariki, Byzantine Empire. Kuna shairi ambao Papa aliimba akiwalani watu wa Iran, sababu walikuwa ni wasumbufu sana. Nafikiri mwaka gani hapa, mwaka kama 630 na kitu hapa, nafikiri 30 na kitu hivi. Irani ilikuwa ilikuwa ni marafiki na Israel. Ndio. Ilishavamia pale nchi ya Israeli, ikaondoa Wakristo, ikawapachika pale Wayahudi. Okay. Nchi hiyo Iran waiona hiyo. Miaka 634 nafikiri, kabla ya Uislamu hujachukua lile eneo. 32 nafikiri kabla sijakosea. Na Wayahudi pale wakabatizwa kwa nguvu. Kuanzia rabi wao anaitwa Ariez ambaye alikuwa anatawala pale. Akabatizwa kwa nini? Kwa nguvu. Kwa hiyo Wayahudi pale walitawala mwaka huu kwa msaada wa Iran. Kwa Iran haikuwa taifa la kitoto. Kwa wakapigana Byzantine miaka mingi sana. Mpaka ulivyoinuka Uislamu ndio ukaja mwaka 650 Arid bin Uharid na Ubaida wakatumwa na Abubakar ambaye alikuwa ni khalifa wakati ule, wakaenda wakaishinda nini? Iran, ikiwa imezoofishwa pamoja na ugomvi wakati wa Roman Empire na wao. Sasa baada ya hapo Irani sawa ilikuwa inatawaliwa na mataifa mengine, lakini Irani kihistoria ilikuwa taifa jepesi. This is Rayvanny V, Vanny Boy. Shout out to PTV. Auso bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Sawa kwa ajili ya uchambuzi wa kile kinachoendelea Mashariki ya Kati na future ya dunia hii. Kwa sababu tunapoona ni watu wanapigana, lakini baadaye lazima kuna matokeo ambayo yatatokea hata baada ya kuisha kwa vita. Kwa hiyo mwalimu, karibu sana kwa ajili ya uchambuzi. Kwanza wasalimie watazamaji wetu. Habari za muda huu wasikilizaji. Karibuni katika uchambuzi wa kipekee. Sawa. Kwa leo nitaka kwanza tuanze kuhusiana na energy au nishati ya mafuta, gesi na umeme ambayo Mashariki ya Kati ni kama inailisha dunia. Lakini tumeona pale kwamba sasa wamefikia level ya kutaka kuanza kushambuliana. Tuliona Israeli tayari kashambulia upande wa matangi ya Irani, lakini Irani naye kajibu, lakini kasema ataendelea kujibu zaidi. Kwa hiyo nikasema tuanzie hapo kwanza kwenye upande wa nishati, alafu tutaendelea mbele. Asante sana bwana mtangazaji Simriz. Ni kwamba vita vimenoga sasa. Kwa sasa tumeingia katika wiki ya 3 ya vita. Siku 23 na siku 2. Hiyo dunia imeshuhudia mambo makubwa ya kutisha, na tumeona hasara kubwa. Mpaka sasa hivi gharama ya mafuta, nishati ya mafuta imepanda kwa pipa sasa hivi ni dola 120 kwa nchi za Asia pamoja na Europe pamoja na Afrika. Si ndio wanga wakubwa kidogo. Marekani kidogo walijiwahi wakichukua Venezuela. Ilikuwa ni mkakati mkubwa sana kuchukua mzalishaji mkubwa wa mafuta ambaye ni Venezuela. Unajua Venezuela ndio mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani. Okay. Sio wao Saudi Arabia, sio Qatar, sio Iran. Hapana. Venezuela na hazina ya mafuta mapipa bilioni 320. Afa anafuatiwa na Iran kama bilioni 297. Kwa hiyo mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani ni Iran, lakini ana vikwazo. Kwa hiyo Marekani kabla hajaingia katika vita vya Iran, sababu ni vita vya mkakati sivyo kukurupuka, sababu watu wengine wanaweza kudhania kwamba labda hii vita tu Trump akaamua kupigana. Ndio. Hii ni vita ya mkakati wa muda mrefu. Kwa hiyo Marekani aliingia kuchukua nishati ya mafuta ya Venezuela, akaingia vitani. Ndio maana katika ule mlango wa Hormuz anawaambia Europe, yani Ulaya na nchi za Asia ambazo zinatumia ule mlango kwamba ziwajibike kulinda ule mlango, ingawa ndio kauchafua ule mlango. Sababu anachukua pale, anatumia ule mlango anautumia kwa 5% kwa nishati ya mafuta peke yake. Yeah. Na Israeli atumie chochote pale. Mafuta Israeli anatoa Azerbaijan, ndio anatoa mafuta Israel. Kwa hiyo ule mlango sasa unachanganya ulimwengu kupitia nchi za Europe, Asia na Afrika. Kwa hiyo kwa habari ya nishati ya mafuta, Marekani anapokuwa analipua vile visima, kulingana na swali lako, mwenye hasara mkubwa ni Iran na wale ambao wanategemea mafuta ya Iran kama China. Hao ndio wanapitia. Marekani amelipua sehemu kubwa, lakini hajalipua vitu vyote, kwa sababu kama kilanja wa dunia anaona haya kwamba anapokuwa anashambulia zile nishati utamwona kwamba ana hila. Sababu yeye lengo lake ameenda pale, na juzi amesema malengo yake kwamba ni kuharibu uchumi wa Iran,
pamoja na kumnyang'anya nguvu za makombora pamoja na nishati habari ya kumwondolea nguvu ya urutubishaji wa mabomu ya nyuklia. Hiyo ndio ameweka lengo lake, lakini kuna lengo la behind the scene ambalo lilikuwa ni kufanya regime change, mabadiliko ya utawala. Sasa hilo lengo sasa hivi lizungumziwa sana sababu Iran wamekaza. Wamekaza, sijui itakuwaje mbele, lakini wamekaza. Ila sasa hivi wapo katika mvutano kuharibiana maslahi yao. Kwa hiyo Iran pia naye ametishia kuharibu, na tumeona juzi na jana amelipua baadhi ya vitu vya nishati vya Israel, amelipua magara ya nishati ya Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait na kadhalika, ambayo yako chini utaratibu wa Marekani na Waarabu. Karibu. Sawa, lakini nilitaka turudi kidogo hapa kwa upande wa Marekani. Sisi kama wananchi wa kawaida, watazamaji, kabla vita kuanza, tulikuwa tunaona kuna maandamano ya wananchi wa Irani wakionyesha kwamba hawataki utawala. Marekani naye wakati anaenda kusaidia pale, wale wananchi ambao walikuwa upande wa wananchi, yani watu wengine ambao wapo upande wa wananchi, waliona ni afadhali Marekani aingilie ili auondoe ule utawala. Marekani naye wakati anaingia alikuwa ni kama anaenda kusaidia wale wananchi. Israeli yeye alikuwa anaingia kwamba anajilinda kwa sababu wale wanatengeneza nyuklia. Tunaona vita sasa inageuka ni kwamba Marekani anataka sasa kuharibu uchumi, maana anataka kuwaathiri wananchi ambao walienda kuwasaidia, na kitu kinachofanyika ni kwamba anawaua wale waliokuwa wameenda kuwasaidia kuliko baada ya kutimiza, kwa sababu tulijua kwamba akishamuua yule kiongozi Ayatollah labda angewaacha sasa waendelee na mambo. Bwana Simulizi, nafikiri ushakunioje habari huko nyuma Ndio. Je, nikuambie kitu kimoja. Kuna hoja ya vita ambayo inawekwa mbele ili mjue nyinyi maamuma. Ila kuna kusudi la vita ambalo liko nyuma ya pazia. Sawa? Je, nikupe siri moja tu, tuongee tu ukweli. Marekani haipendi Irani kama Ayatollah alivyokuwa anaipenda Iran. Tuko pamoja paka hapo Sasa huu ni mgogoro wa maslahi. Ingawa kuna watu wameshaingiza hoja ya nini? Ya dini. Leo nafikiri nitafumbua ile fumbo. Hapo hamna hoja ya dini. Kuna hoja ya nini? Ya maslahi. Iko hivi. Kuna mkakati wa kufanya nishati yote duniani imilikiwe na Washington, Marekani. Naongelea Marekani, makao ya Marekani pamoja na Europe. Hao wanataka kucontrol nishati ya nini? Ya dunia. Ukisha control nishati ya dunia, umecontrol uchumi wa nini? Wa dunia. Hiyo ndio kiini cha vita kiko pale. Na nitakusomea hoja ya Henry Kissinger. Ndio. Alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuanzia miaka 1973 mpaka 77. Alikuwa ni mshauri wa mambo ya usalama wa taifa la Marekani kipindi cha Rais Nixon pamoja na Gerald Ford. Nitakueleza hapo, nitasoma nukuu. Sasa point inayokuja iko hivi. Huu ni mgogoro wa maslahi. Mgogoro wa nishati. Kwa mfano, labda nikupe tu kitu kimoja. Unakumbuka wakati ule Marekani anasema amepeka pale meli zake pale Venezuela kwamba anaenda kuzuia nini? Madawa ya kulevya. Kwamba Venezuela kuna wale watu wauza madawa ya kulevya wanapitisha wanatoka Venezuela kuja Marekani. Lakini mwisho wa picha nini kilitokea? Kuja kumtoa rais alafu akasema yeye mafuta yauze kupitia Marekani. Mgogoro ukabadilika ukawa nini? Mafuta, si ndio? Ndio. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo katika dunia hii ya migogoro ya kivita kuna uchumi. Sehemu yenye uchumi ndio kuna vita. Na kitu kimoja lazima ujue mtangazaji, labda na msikilizaji pia elewe. Dunia nzima inatumia nishati ya mafuta. Kuendesha viwanda, kuendesha magari, na nishati ya mafuta na gas imecontrol nini? Dunia. Alafu na kingine pia kuna behind the scene, kuna watu wanajiita World Economic Forum na Club of Rome. Ushawasikia? Nafikiri hawa World Economic Forum ndio nimewasikia. Ushasikia? Sasa kuna wenzao wanaitwa Club of Rome. Club ya nini? Ya Roma. Na WEF, World Economic Forum. Waanzilishi wale hayo mashirika ni nasaba na Katoliki. Ni Jesuit kifupi. Sasa nenda kasome mikakati yao kuhusu nishati. Okay. Kwa hiyo ukiona dunia inazungumzia nishati, leo nishati mbadala, tuache kutumia gesi, tuache kutumia mafuta. Sasa si kuachie wewe nayo, wanataka waichukue nishati yote wakae nayo, walafu wakumonite wewe. Tuko pamoja? Kwa mfano leo Waarabu mafuta yao ananua nani? Marekani, si ndio? Na wamesaini mkataba unaitwa petrodollar kwamba watauza yale mafuta au kifupi nishati ya mafuta na gesi kwa nini? Kwa dola.
Huo ni mkataba uliowekwa na kati ya Waarabu na Marekani. Sawa? Ndio maana leo Marekani analazimika kuwalinda Waarabu. Sababu wao wamesaini mkataba wa kiuchumi, naye pia anawalinda kijeshi. Ingawa tajuzi nimeona Marekani amesaini mkataba wa mabilioni ya dola ya kuuza silaha kwa Waarabu. Kwa anapigana na Irani huko anauza nini? Silaha. Ndio. Kwa Waarabu. Kwa anarudisha uchumi wake. Ni maslahi blaza. Hamna dini hapa. Dini ni kwa wale wazembe na wajinga ambao wanakuwa na fikra duni za kutoona mambo kwa uhalisi. Na siku zote nyinyi kupesili, dini imetumika ku control mind. Imecontrol nini? Mind. Hata sasa hivi utaangalia Tanzania, utaona wengi ni pro Iran, pro Israel. Sasa ukifuatilia behind the scene ni dini iko pale. Sawa sawa. Tuko pamoja? Ndio. Sasa angalia wale ambao wanapigana kule, wanavyojenga uchumi wao, wanajenga silaha za kutosha za kulinda nchi yao na wananchi wao. Tuko pamoja? Nyinyi mko busy na nini? Na dini. Sikatai kwamba dini si nzuri, lakini mimi naamini ufuasi, imani katika Mungu. Sawa? Ila siamini sana katika uzehebu wa kidini. Sababu mfumo hii ya kidini imetengenezwa maalum na wajanja ili kutimiza maslahi yao, kuingiza ukoloni. Tuko pamoja? Mfano tu. Nikupe tu mfano. Wakati Muhammad anasimama tawala kuanzisha Uislamu, alisema Kiarabu sio lugha ya dini. Ndio. Si ndio? Kiarabu kwa kinaongelewa pale Saudi Arabia. Leo Kiarabu kinaongelewa dunia nzima na jamii ya Waislamu nafikiri wanaelewa wengi sana Kiarabu. Hata wengine tu wanasoma. Tuko pamoja? Alexander the Great ambaye alianza kutawala kuanzia mwaka 361. Alivyotawala dunia, alifanya dunia nzima itumie Kigiriki. Kwa Yesu anazaliwa, Kigiriki ni lugha kubwa sana. The Greek word. Nakumbuka tumesoma sana hiyo geography is a Greek word. Tuko pamoja mpaka hapo Greek word. Roman Empire ilikuta Kigiriki kina nguvu sana duniani, ikakiacha. Lakini ikatumia lugha ya serikali, ikawa ni lugha ya Latin language. Baada ya kanisa la Roma kuzaliwa, kanisa Katoliki likasema kwamba ibada zote zitaendeshwa kwa Kilatini. Okay. Ni miaka tu hapa kwenye Vatican II miaka 1960 na kitu hapa. 64 nafikiri hapo ndio Kilatini kikaanza kuwekwa kuwa tu ni lugha ya viongozi tu wa kanisa. Akiendesha ibada, watu wanaoendesha ibada kwa lugha zao wenyewe. Lakini zamani Kilatini ndio ilikuwa kinaongoza nini? Ibada. Okay. Tuko pamoja paka hapo Sasa chukulia kitu kimoja hapo kwamba dini inaanzishwa afu inamfanya yule muumini asome lugha ya kigeni. Ndio. Tuko pamoja paka hapo Sasa utaona kabisa wanapokuwa dini inapokuja katika jamii ina lengo makususi kutawala mind na kukufanya kuwa mtumwa wa ile jamii kuanzia ulaji hata uvaaji. Mnifahamu mpaka hapo Ndio maana leo tunavaa Kiarabu, wengine tunavaa Kizungu na kadhalika kwa sababu hao ndio wameleta nini? Dini. Kwa hiyo wana nguvu sana kuweza kucontrol kitu kama hicho. Sasa tukija katika upande wa pili, utaona wao ambao wanakuta wanaita zidini, wanakuta kuja kuchukua dhahabu, kuchukua madini, rasilimali mbalimbali na nishati. Ndio unanifahamu vizuri? Elewa. Wanakupa kitabu, wao wanachukua nini? Madini. Sasa wao sisi tunakuwa bado pia kufanya mapinduzi ya kifikra. Tunang'ang'ana katika hali hiyo, maana leo tunaangalia vita hii ya Irani na Marekani na Israeli katika mtazamo wa nini? Wa kidini. Tuko pamoja mpaka hapo Na mpaka leo unajua Irani ni mshia. Ndio. Na zamani hata Wasuni walikuwa wanamuita kafiri. Hata juzi hapo kwa tunaona kwamba wanamuita nini? Kafiri. Lakini leo utashangaa leo Irani anasafishwa, anakuwa si kafiri tena. Anakuwa ni Muislamu mzuri. Sababu ni mambo ya nini? Ya kidini yanaingizwa. Sasa leo nataka tuongelee kiini cha nini? Cha vita hii. Sasa kikubwa kwa mfano tu Marekani juzi ametangaza Trump anaweza akakichukua kisiwa cha Kangji. Kisiwa cha nini? Kangji. Si unakifahamu? Hapana. Kuna kisiwa kiko pale katika hiyo guba ya Uajemi, katika ile state of katika karibu na lango la Hormuz. Ndio. Kidogo tu ni kama leo nini nikasema kama vile tuseme Zanzibari na Tanganyika. Sasa kuna kile kisiwa kiko pale cha Iran mwenyewe. Kile kisiwa ndio mafuta kutoka nishati ya mafuta kutoka kule katika bara. Ndio. Inapakuliwa pale. Kwa hiyo ishatoka pale inaenda China na nchi mbalimbali duniani. Kwa kile kisiwa kinachukua 80% ya mafuta ya Iran katika mauzo. Alafu Marekani anasema kwamba juzi amelipua zile bezi za kijeshi. Ndio. Na baadhi tu matenki yameanzika akupige kile kisiwa, akipiga angewasili paka washirika wake ambao ni Japan
Elewa, Korea Kusini, Australia na wengine. Kila juzi Korea Kusini na Japan wamehakikisha kwamba tuna akiba ya nishati ya kutosha. Na waziri mkuu wa Japan ameenda Marekani wakasaini mkataba mingi sana pale na kufungua ule mlango wa Hormuz. Sasa amemtishia Iran kwamba ukileta shida zaidi ya kushambulia Israel na maslahi yangu pale Mashariki ya Kati, nitabomoa nini? Hicho kisiwa cha nini? Cha Hormuz. Atakilipua. Hapo juu unanielewa vizuri? Nakuelewa. Sasa juzi Senator Graham pamoja na viongozi wakubwa wa Marekani wanamshauri Trump tukichukua kisiwa cha nini? Kanji. Why wachukue Kanji? Na maana ukishachukua Kanji umechukua rasilimali ya mafuta yote ya wapi? Iran, ndio utakuwa umedhibiti mkondo ule wote. Kwa kina China ambao wanatumia 40% ya mafuta kupitia mlango ule, watakaa wapi? Kwa hii vita usiangalie upande wa Iran tu. Hii vita ni ya kiuchumi pia kwa China. Trump ana uhusiano mzuri na China. Utawala wake wa mara ya kwanza alivyoingia madarakani baada ya Obama akaingia Trump, si alianza mgogoro na China? Ndio. Tuko pamoja? Akaja Biden akasema China si mbaya, Russia ndo mbaya. Akaja Trump akasema Russia tumeshamzofisha, tuna wapi? Na China. Kwa hiyo wanasumbuana na nani? Na China. Sasa ili kumbane China, China ni mtu ana production kubwa, yeye ndio ni soko la uzalishaji duniani. Hata bidhaa za Marekani pia zikiwemo. Sasa China anategemea mafuta kwa asilimia ngapi? 40. Na Trump ana mpango wa kuizofisha nini? China. Si tu Trump peke yake, Marekani. Europe. Nenda kaangalie mazungumzo ya viongozi wa Ulaya kwamba China ni tishio la Ulaya in future. Sasa kuchukua rasilimali ya mafuta pale Hormuz ukiimiliki, umezofisha uchumi wa nishati wa China kwa asilimia ngapi? 40. Mbona kitu kiko pale? Sasa hiyo ndio vita iko duniani. Ni vita vya kiuchumi, na ukishika uchumi unaweza kucontrol dini. Maana dini bila uchumi haiendi. Uongo? Kweli. Haiendi bila uchumi. Kwa hiyo uchumi ni kitu ambacho kinafukuziwa hapa duniani. Sasa katika vita hii ambayo inaendelea sasa, imefika sasa wakati ule wa kuharibiana sasa. Iran kashagundua kwamba Marekani anataka kunifanyia nini. Na yeye anapiga zile maeneo ya kijeshi ya Marekani Mashariki ya nini? Ya Kati. Na hapo yeye anapiga sehemu za maslahi ya uwekezaji wa Marekani ndani ya Mashariki ya Kati pamoja na Israel. Kama jana tumeona juzi amepiga mji unaitwa Arad, amepiga na mji unaitwa Dimon. Hapo Dimon ndo kuna makao makuu ya uzalishaji wa nishati ya nuclear ya Israel. Kwa amegusa, ingawa hajaribu, kulingana na taarifa ambazo tumezipata, Netanyahu mwenyewe amezungumza kwamba jaribu na hamna madhara makubwa, ingawa vimetokea majeruhi zaidi ya 100. Sasa sijajua kama hizo takwimu zinakuwa zina ukweli, kwa sababu katika vita kuna propaganda. Na iko hivi tu bwana simulizi. Mkienda vitani wakafa watu 1000. Serikali si rahisi ikatangaza amekufa watu wangapi? Italeta taharuki. Umeelewa? Unaweza kusema amekufa 1000 wakasema 100. Wewe baadaye ndo mtakuja kugundua mambo yashaka vizuri sana. Sasa kuna propaganda ziko pale kwa upande wa Irani, kwa upande wa Marekani, na kuna vitengo vya propaganda katika jeshi lolote duniani. Unaweza ukamuua adui au ukamzofisha adui kwa maneno. Hiyo tunakielewa? Kweli. Kweli unamtisha. Kwamba wewe ukija hapa mimi taondoa kichwa yako, kama mfano yule jenerali wetu anaitwa Mayunga katika vita vya Kagera. Wakati Idi Amin amesaidiwa na wanajeshi wa Gaddafi. Gaddafi amemtumia wanajeshi, akasema kwamba kabla hawajatua chini nitakuwa nimewanyoa nywele wote wa Arabu. Unaona? Na alimpata mtu mmoja, alimtoa nywele hivi, akatoa alimuua, afa akatoa ngozi ya juu na nywele kama kofia, afu wakawatumia. Hiyo kitu iliwafanya Waarabu wakataharuki. Kwa hiyo wakajikuta wamepigwa, na vita ilikuwa tukashinda kwa upande wetu. Lakini ukiangalia upande wa Idi Amin na Gaddafi ulikuwa na nguvu kuliko sisi. Kwa hiyo sometimes unaweza kumpiga adui kwa maneno. Hata Iran inaposema kwamba Marekani kikanyaga hapa, wa Marekani wataenda kupokea majeneza. Mbona huo Mkwale? Na huo Mkwale alikuwa pia ni waziri wa ulinzi wa Saddam mwaka ile majeneza. Lakini Marekani hivyo ingie tu ndani ya wiki 3. Yeye ndio akawa kwanza kujisalimisha pendo Marekani. Unaona? Sasa kwa hii vita ni propaganda, unaweza kuamua kwa propaganda. Lakini sasa ninapoiongelea Irani,
Na pia naomba tu ieleweke, watu wasichukulia poa Iran. Iran kihistoria, kitu cha nazungumza historia, Iran haikuwa taifa jepesi. In historical, Iran imesumbuana na Roman Empire. Iran imesumbuana sana Roma ya Mashariki, Byzantine Empire. Kuna shairi ambao Papa aliimba akiwalani watu wa Iran, sababu walikuwa ni wasumbufu sana. Nafikiri mwaka gani hapa, mwaka kama 630 na kitu hapa, nafikiri 30 na kitu hivi. Irani ilikuwa ilikuwa ni marafiki na Israel. Ndio. Ilishavamia pale nchi ya Israeli, ikaondoa Wakristo, ikawapachika pale Wayahudi. Okay. Nchi hiyo Iran waiona hiyo. Miaka 634 nafikiri, kabla ya Uislamu hujachukua lile eneo. 32 nafikiri kabla sijakosea. Na Wayahudi pale wakabatizwa kwa nguvu. Kuanzia rabi wao anaitwa Ariez ambaye alikuwa anatawala pale. Akabatizwa kwa nini? Kwa nguvu. Kwa hiyo Wayahudi pale walitawala mwaka huu kwa msaada wa Iran. Kwa Iran haikuwa taifa la kitoto. Kwa wakapigana Byzantine miaka mingi sana. Mpaka ulivyoinuka Uislamu ndio ukaja mwaka 650 Arid bin Uharid na Ubaida wakatumwa na Abubakar ambaye alikuwa ni khalifa wakati ule, wakaenda wakaishinda nini? Iran, ikiwa imezoofishwa pamoja na ugomvi wakati wa Roman Empire na wao. Sasa baada ya hapo Irani sawa ilikuwa inatawaliwa na mataifa mengine, lakini Irani kihistoria ilikuwa taifa jepesi. Kwa ni wako vizuri na historia inawabeba. Kwa hiyo wana nguvu. Kwa hiyo watu wasitegemee kwamba labda Marekani itajipigia. Nishazungumza ile kitu kwamba Marekani atashambulia Iran, si kwamba Iran haitajibu. Na tumeona Iran imefanyaje? Imejibu. Lakini tunaona asala, nafikiri tutalizungumzia baadaye hapa. Tutaangalia asala zao za pande mbili na nani anaweza kashinda hii vita. Lakini kifupi Marekani ni kaguswa. Imeingia kwake pia pamoja na Israel. Nataka tusiende huko kwanza, turudi kwanza hapa kidogo kuhusiana na mijadala ambayo tayari tunayo. Watu wengi wapo, yani wameshagawanyika. Dunia yenyewe tu imeshagawanyika. Ipo ya upande wa Waislamu, ipo upande wa Wakristo. Wakati upande wa Wakristo wamekuwa pro Irani, upande wa Waislamu wao ni pro Irani. Ingawa sasa Waislamu nafikiri ni wa nje zaidi kuliko wale wa Saudi Arabia au Qatar. Manake wale nao wanaonekana kama wanamuunga mkono Marekani. Na najiuliza kuhusiana na kusema si vita ya kidini, wakati tunaona hili taifa limeshambuliwa likiwa ndilo taifa la Kiislamu lenye utawala wa Kiislamu, na watu wengi wanasema kinachofanya ipigwe ni jina Jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Iran. Yaani ile kwamba Uislamu unapigwa kwa sababu ile inayopigwa ni Jamhuri ya Kiislamu. Yaani moja kwa moja wanaolengwa ni Waislamu. Okay, swali zuri. Nafikiri swala la nishati tushamaliza. Ndio tukalizungumzia vizuri. Bwana Simulizi, huo ni uzushi. Haya maneno utayakuta katika media sana za kibongo ambao tunapenda kuwa mashabiki. Unajua pia ni yale ni maisha ya watu wanakufa wa Irani wamekufa wengi sana. Mpaka sasa hivi wanajeshi wa Irani wamekufa kama 6000. Na Irani na ukimbizi wa ndani wa watu milioni 3 kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa. Milioni ngapi? Milioni 3 watu wamekimbia ovyo ovyo ndani ya Irani. Sasa swala la kidini ni la watu dhaifu. Marekani na Israeli hawapigani na Uislamu, kwa sababu Saudi Arabia ni Muislamu. Qatar ni mdhamini mkubwa wa Muslim Brotherhood duniani. Hata juzi kulikuwa na kashfa. Kusikiri Muslim Brotherhood, yani kufanya mchakato wa kufanya mataifa mbalimbali yawe ya Kiislamu. Inadhaminiwa na nani? Na Qatar. Hata juzi nimeona kuna senta moja imeongea, imetoa evidence kubwa sana. Unajua pia Qatar inadhamini vyuo vingi vya Marekani pamoja na Europe, anatoa pesa nyingi sana. Sasa mule kaangalia wanachofundishwa. Wanawafundisha Uislamu si mbaya, hata watu wa kizungu wanafundisha kusali. Si kwamba wawe Waislamu, ila wanafundisha namna Uislamu ulivyo. Sasa ukishatengeneza hicho kitu mindset, unatengeneza nini katika mtoto? Kwa hiyo Qatar wana program ya kufanya watu wawe Waislamu. Hiyo ni jambo la kawaida tu, kwa sababu hata Wakristo wana program za kufanya watu kwa nini? Wakristo. Hata Wabuda juzi wamefungua chuo kikubwa pale Malawi cha Kibuda. Kwa leo pale Malawi kuna watu wanavaa Kibuda, wamekuwa mashaurini Hiyo ni program tu. Hata kama Afrika tungekuwa tuna dini tumeziboresha zetu binafsi na tuna nguvu, tungewafanya watu kuwa watu wa dini hiyo Kiafrika. Sasa tuje katika point hiyo. Vita hii si ya kidini. Kwa nini? Iran ni taifa la Kishia. Hiyo inaeleweka
kuanzia ile karne ya 16 kwa ule tawala wa Safavid wa Iran wenyewe wakatoa wasuni wakawa nini, washia. Sababu msuni na mshia wana ugomvi wa historia, ingawa sasa hivi vita vya Iran vimezofisha hiyo ugomvi. Sasa adui amekuwa Israeli. Ila juzi nimeona Waarabu wanaojiwa pale, Mwarabu mkubwa sana pale Saudi Arabia, wakamuuliza mwandishi wa habari, akamuuliza kati ya Irani na Israeli nani ni adui yako mkuu? Akasema Irani ni adui mkuu. Wakaambia kwa nini? Akasema Israeli je kupiga makombora wa Arabuni Saudi Arabia, lakini Irani imetupiga nini? Makombora. Na unajipanga kijeshi, unamsheka proxy wengi sana, lengo wapindue. Hata juzi wataka wanasema wanakuwa na mpango ukipindua pale Bahrain na Kuwait iwe sehemu za kishia. Sasa hiyo ni program yao. Sasa point inakuja hivi, ujue kwamba hii vita si ya kidini. Myahudi si Mkristo. Kama kuna mtu anafikiri Myahudi ni Mkristo, Myahudi si Mkristo. Waisraeli hao. Wana dini yao inaitwa Judaism. Judaism haiamini Yesu ni Masihi. Inamkataa Yesu. Na Judaism haipatani na Ukristo. Kwenye Talmud yao wanasema kumtemea Mkristo mate ni jambo la heshima tu, kwa sababu wanamwona Mkristo ni mwabudu sanamu. Umeona hiyo? Ndio. Sasa kwa sababu ni kweli Wakristo wana fundisho la utatu Ndio. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa Myahudi hicho kitu kwake nini? Ni upagani. Sasa Myahudi anaungana na Mkristo si kwa sababu ya kidini. Wanaungana kwa sababu ya maslahi tu. Na hiyo iko toka zamani. Hata Muhammad akasema katika kitabu cha Qur'an 5:51 anaambia Waislamu usifanye urafiki na nani? Na Mayahudi na Manasara. Sababu wao ni marafiki wao kwa wao. Kwani sababu wao walikuwa wanakutana katika maslahi. Na pia Mkristo katika kitabu chake Kristo Biblia, ukisoma Warumi 11 utaona ile sura yote, utaona Mkristo anaonywa asimfanyie Myahudi ubaya, bali amuombee. Kwa maana Mkristo hana ugomvi na nani? Na Myahudi. Ingawa huko nyuma kanisa la Rumi lilishakuwa na itirafu na Wayahudi na waliwasumbua. Hata ukisikia ile vita vya conquista kule Spain mwaka 1492, Malkia Isabela na Ferdinand mfalme wa Castilla waliwafukuza nani? Wayahudi kule, na Waislamu walikuwa wamefukuzwa. Kwa hiyo Rome ilikuwa ina tatizo na Wayahudi. Unaona, na kisa kwa mujibu wa Biblia Wakristo wapaswi kuwasumbua Wayahudi. Sasa kwa hiyo pale Myahudi ambaye ni Judaism na Marekani ambaye ni Protestanti Mkristo, sawa, pale hawapo kwa sababu ya wana uhusiano mzuri wa kidini kwa maana ya imani, ila kuna uhusiano huko kama nimeeleza, lakini pale wapo kimaslahi zaidi. Sasa kuja kwa upande wa Iran, ni Muislamu wa Kishia, na Msaudi Arabia ni Msuni. Tena Wasuni wa siasa kali wale wanaitwa Wahabia, ambao kupiga picha wale ni makosa Mawahabi. Ukikata picha hapo kwao ni makosa. Sasa ndio nafikiri wale ni kama ni Waislamu wa siasa kali. Kwao Msuni, kwao Mshia ni tatizo kubwa. Hata juzi hapa Sheikh Mziwanda, kama umemsikia huyu Sheikh Bakwata, alisema nasikia sasa hivi leo watu wanaanza kuwa na mahaba na Washia, wana crash wa Wahabi. Sawa? Lakini Mohabi ni na Mshia, bora huyu Mohabi kuliko nani? Mshia. Sema Mshia ni kafiri. Ili nimemsikiza video yake pale akijibu hoja. Sasa utaona hapo hao wana ugomvi wa kidini baina yao. Sasa tuje sasa hoja ya Iran. Iran imeshambulia Bahrain. Iran imeshambulia Azerbaijan. Azerbaijan ina Washia 65%. Na Azerbaijan ndo taifa la Kiislamu ambalo lina urafiki na Israeli kuliko mataifa yote pale hapo mashariki na Asia. Bahrain ni rafiki wa Marekani na Washia pale ni 55 mpaka 65. Bahrain yenyewe ambayo imeshambuliwa juzi sana na Iran. Sasa kama ni issue ya kidini, why Iran anashambulia Washia wenzake? Wale Bahrain ni Washia wenzake. Ni Washia pamoja na Azerbaijan. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo Si tu Wasuni peke yao, na Washia wenzake. Washia ni 65%. Nao ndio wana nguvu serikalini. Lakini Bahrain wako rafiki wa nani? Wa Marekani, na wana base ya Marekani pale. Azerbaijan ni Washia wa 65%, lakini ni marafiki wakubwa wa Israel. Na ndio unauza nishati ya mafuta kwa nani? Israel kwa asilimia kubwa.
na Israel inawapa pia teknolojia mbalimbali za mambo ya silaha na vitu vingine. Sasa kwa ina maana hapa vitu nao kuwepo ni nini? Zile nchi ambazo hazipigiki pale na Marekani ni kwa sababu zimekubaliana kisiasa na kiuchumi. Kwa Marekani pale haingilii imani yao. Mfano Saudi Arabia si ni Waislamu wale? Ndiyo. Na Saudi Arabia hauruhusi kujenga kanisa au sinagogi ndani ya ardhi ile ya Saudi Arabia. Ndani ya ardhi ile. Yeah. Na Mkristo haruhusiwi kuishi Maka ama Madina. Na hiyo ni tamko la Muhammad mwenyewe na kitabu cha paketu Al-Laika al-Maktum. Naomba kitabu hapa. Hichi kitabu sitasoma. Hichi kitabu Muhammad anatoa order. Sawa kwamba Madina na Maka itakaswe. Miji mitakatifu. Myahudi na Mkristo au makafiri washirikina wasikae katika nini ule mji. Na Saudi Arabia hiyo protocol nayo. Kule hauruhusiwi kuhubiri dini ya Kikristo ama ya Kiyahudi au kujenga sinagogi au kujenga msikiti. Kujenga nini kanisa. Tuko pamoja? Lakini Saudi Arabia ni rafiki wa nani? Wa Marekani. Kipenzi tena mwaka jana aliinvest Marekani dola trilioni 1. Sawa sawa Sawa. Sasa kwa picha hiyo dini inaingilia wapi? Na kama Irani watu wanaiunga mkono sababu ni Muislamu mwenzao, utakuwa ni unafiki sababu Msuni ambao wako asilimia nyingi, asilimia kama 80 hawakubaliani na mafundisho mengi ya nini? Ya Shia. Juzi nilitoa hoja moja hapa, wajua wa Shia wanaruhusu kuingilia mkewe makonde yenu kwa njia yoyote. Ile unatafasiri Qur'ani 200 sura Al-Baqara 223. Wanatafasiri kwamba unaweza kumuingilia popote mke ikiwa katika sehemu ya haja kubwa. Sasa unaweza tukapata hasira lakini ndio ukweli wenyewe. Tuko pamoja? Hata mashehe wanasema hapa. Na mshia katika ile siku ya Ashura wanajichana na visu na kujipiga sana. Sasa kwa kitu kama hicho Msuni hodari, Msuni ambaye anaipenda dini yake hawezi kukubali hicho kitu. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa kama ndio Uislamu unaopiganiwa na leo basi itakuwa ni jambo lingine. Lakini mimi simuingilie mtu uhuru wake kuisupport Irani kwa namna anavyotaka mwenyewe kidini au vinginevyo. Lakini point yangu ni hii bwana Simrizi. Hii vita si ya nini? Ya kidini. Haba nikupe tu kitu kimoja, nikupe tu historia kidogo fupi dakika 5. Sawa. Nipe historia fupi afu nitauliza swali kuhusiana na kidini basi. Asante. Mwaka 1921. Kuna mtu mmoja anaitwa Leza. Leza alifanya mapinduzi makubwa pale Iran, alikuwa ni mwanajeshi mkuu wa jeshi. Akatoa ule utawala wa pale, akapindua, akasimamisha utawala wake. Mwaka 1925 akaanzisha nasaba inaitwa Pahlavi, ufalme. Tuko pamoja paka hapo Basi baada ya hapo Urusi na mwaka 1941 Urusi na Muingereza wakaungana kumtoa Pahlavi, Reza Pahlavi. Kwa nini walimtoa? Walimtoa kwa sababu ameungana na Wajerumani na kuunga harakati za chama cha Nazi. This is Wayvani V, Vanny Boy. Shout out to PTV. Auso bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.